Naam, ni vurugu ambayo iliweza kutokea baada ya Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kuweza kufukuzwa kanisani na waumini, na polisi waliweza kufika haraka iwezekanavyo na kuzuia waumini kuweza kumvamia Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba. Na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alilazimika kuondoka katika ibada ya Jumapili baada ya baadhi ya waumini kudai kuwa uwepo wake ulikuwa wa kisiasa na haukufaa ndani ya nyumba ya ibada. Ambalo limeweza kutokea siku ya Jumapili linadaiwa kutokea muda mfupi baada ya Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kuwasili kanisani akiwa ameambatana na viongozi kadhaa wa serikali wa chama cha CCM, na baadhi ya waumini waliinuka na kuanza kupaza sauti wakitaka viongozi wa dini wasiruhusu madhabahu kutumika kwa masuala ya kisiasa, hasa viongozi wa CCM ambao wamekuwa wakiwakandamiza wananchi pamoja na viongozi wa upinzani. Za kusababisha ibada kusimama kwa dakika kadhaa, huku viongozi wa kanisa wakijaribu kuwatuliza waumini na kuelezea ni sababu zipi ambazo ziliwafanya waweze kualika viongozi wa CCM wakiongozwa na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kanisani. Lakini tu tungependa kusikia kutoka kwako, tuandike maoni yako kuhusiana na hili swala nzima, ambapo viongozi wa CCM akiongozwa na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba waliweza kufukuzwa kanisani na waumini, na polisi waliweza kufika katika eneo la tukio kama ulivyotangulia kuna mwanzoni mwa hii video, ili kuwazuia waumini wasiendelee kuvamia ama kuwavamia viongozi hawa wa CCM. Tuandike tu hapa chini, tungependa kusikia kutoka kwako. Kumbuka hali hiyo ya sintofahamu iliweza kuendelea, na kutokana na hali hiyo kuendelea, kulikuwa na viongozi wa kanisa ambao waliweza kumshauri Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kuondoka ili ibada iweze kuendelea kwa utulivu. Na mara baada ya msafara wake kuondoka, ibada iliendelea kama kawaida, na baadhi ya waumini walieleza kuwa walitaka nyumba za ibada zibaki sehemu za amani, maombi na umoja bila kuhusishwa na mvutano wa kisiasa. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wameendelea kusema kuwa tukio hili linaashiria kuongezeka kwa hisia za wananchi kuhusu uhusiano kati ya viongozi wa kisiasa na taasisi za dini, na kuwa kwa sasa wananchi hawana imani tena na viongozi hawa wa kisiasa, hasa viongozi wa CCM ambapo wananchi hawana imani nao kamwe. Kumbuka hadi sasa taarifa hii tunavyoisoma hawajatoa taarifa yoyote kutoka kwa ofisi wa Waziri Mkuu ya Mwigulu Nchemba kuhusiana na tukio hili ambalo liliweza pia jina na heshima katika kanisani. Maoni yako ni yapi? Tuandikie tu hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako. Kumbuka Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba aliweza kuheshimu yale ambayo aliambiwa na viongozi hawa wa dini kuwa aweze kuondoka, na msafara wake uliweza kuondoka kwa utulivu, na pia ibada ikaendelea kwa utulivu baada ya yeye Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kuondoka katika eneo la tukio. Na hapo nje ya kanisa pia kulikuwa na vurugu ambao waumini walidai kuwa viongozi wa CCM wanatumia nguvu kupita kiasi kuongoza wananchi, na pia hawapei viongozi wa upinzani nafasi ya kujieleza, na ndipo sasa kulikuwa na polisi ambao waliweza kufika eneo la tukio ili kuweza kutuliza boli yale ambayo yalikuwa yanaendelea na kushika moto katika eneo la tukio. Na kumbuka baadhi ya waumini wameeleza kuwa walitaka nyumba za ibada zibaki sehemu za amani, maombi na umoja bila kuhusishwa na mvutano wa kisiasa, ambapo kumekuwa na mvutano wa kisiasa na pia dini, ambapo Rais Mama Daktari Samia Suluhu amekuwa akiwafungia kanisa baadhi ya waumini wakidai kuwa serikali ya CCM haiwapei kipaumbele hasa dini ya Kikristo katika kueneza Injili, na kuwa wanaonewa na viongozi wa CCM ama ukipenda chama cha CCM. Maoni yako ni yapi? Kumbuka hadi sasa ninavyosoma taarifa hili, ofisi ya Waziri Mkuu halijatoa tamko lolote rasmi kuhusu tukio hili, na pia serikali ya CCM kupitia Ikulu pia bado haijatoa tamko lolote kuhusiana na hili tukio.
kupitia mitandao ya kijamii, viongozi wa kisiasa na pia wale wachambuzi wa masuala ya kisiasa wameweza kusema kuwa viongozi wa CCM wanastahili wakae chini na wananchi na watekeleze wajibu ambayo wananchi wanataka, kwa kuwa kwa sasa wananchi hawana imani tena na viongozi wa CCM. Maoni yako ni yapi? Tuandikie, na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapa chini, na asante kwa kufanya hivyo. Hadi wakati mwingine.